Ni upi ubatizo wenye nguvu kati ya ubatizo wa maji mengi na ubatizo wa maji machache? Inawezekana kwa namna moja ama nyingine unashindwa kufahamu au haufahamu tofauti iliyopo kati ya ubatizo wa maji mengi na ubatizo wa maji machache. Leo hii nitakufundisha vizuri utofauti kubainisha baadhi ya vitu vilivyopo ndani ya ubatizo wa maji mengi na ubatizo wa maji machache. Ungana nami, usisahau kusubscribe. Tujifunze pamoja kuhusu imani na kuhusu safari yetu ya mbinguni. Maana halisi ya ubatizo wa maji mengi. Ubatizo wa maji mengi ni maana yake ni kwamba mtu huzamishwa mzima ndani ya maji mengi. Kwa hivyo basi inatafasiri ya kwamba huyu mtu amekufa na hivyo anafufuka. Tafasiri nyingine inazungumza kwa habari ya kwamba ni kule kufa kwa utu ule wa kale, ule wa dhambi, na kuvaa utu mpya. Kwa hivyo basi hauna utofauti yoyote na mandhari au maneno mengine yoyote yale kuhusu ubatizo huu, isipokuwa katika makanisa ya Kikatoliki hawafanyi hivyo. Lakini kwa namna moja ama nyingine tunasema makanisa ya Kiorthodox, makanisa ya Kipentekoste na makanisa mengine yote hufanya ubatizo wa maji mengi, yaani kumzamisha mtu katika maji mengi na kumuibua. Ubatizo wa maji machache maana yake ni nini? Ubatizo wa maji machache ni ubatizo ambao hunyunyizia, ambapo tunanyunyizia maji katika kichwa au kipanda uso na kusema yale maneno aliyotuambia Bwana Yesu, kusema kwamba batizeni kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, huku ukimtaja jina la huyo mtu. Tafasiri ya ubatizo huu ipo katika maana hii, ni kwamba ubatizo wa maji machache huondoa ile dhambi ya asili, hutufanya upya katika sakramenti hii ya ubatizo, kutoka katika ile dhambi ya asili ambayo babu zetu na bibi zetu waliifanya, ule uovu ambao uliendelea kuwapo katikati yetu. Kwa hiyo mtu anapozaliwa na kuwa na ile dhambi ya asili, tusitoke kwenye maana, ila maana halisi ipo hapa. Ubatizo wa maji machache na ubatizo wa maji mengi, ni ipi tofauti yake? Utofauti hamna kabisa, kwa sababu maji ni yale, isipokuwa tunachokibainisha ni kwamba utofauti wa kimazingira, utofauti wa maana na utofauti wa makanisa. Kwa sababu tunaposema ubatizo wa maji mengi, ni maana yake ni ubatizo ule ambao unamuondoa mtu katika ile dhambi asili ya kwanza, na vivyo hivyo hata maji machache bado yanamuondoa mtu katika ile hali ya udhaifu wa kwanza au ile dhambi ya asili aliyokuwa nayo. Lakini pia hubadilika yule mtu kutoka hali ile ya mwanzo na kuwa na katika hali mpya, yaani utu wa kale kuuvua na kuvaa utu mpya. Kanisa la Kikatoliki ndilo ambalo linabatiza watoto kwa ubatizo wa maji machache. Ndugu mpenzi mtazamaji, usikumbwe na changamoto yoyote kuhusu tofauti uliopo baina ya maji mengi na maji machache. Kwa sababu hii, mtu anapobatizwa, mfano mtu anapobatizwa katika kanisa au makanisa ya Kipentekoste, na kwa namna moja ama nyingine akaona ni vema kuhamia katika kanisa Katoliki, hivyo akifika katika kanisa Katoliki huulizwa na kuhojiwa kama tayari amekwisha kubatizwa. Kama tayari amekwisha kubatizwa, kanisa linaamini ubatizo ule upo halali kabisa, na yeye inamfungulia mlango wa sakramenti nyingine zozote ambazo zipo katika kanisa Katoliki. Mungu akubariki sana. Kama una mawazo mengine tofauti na mimi jinsi ambavyo nilivyowaza na kufikiri na kujifunza, basi shusha komenti yako kwenye hii video. Lakini tutakuja kuzungumzia zaidi kwenye video inayokuja. Kwa nini wengine wanawabatiza watu wakiwa ni wazima na wengine wanawabatiza watu wakiwa katika umri wa utoto? Mungu akubariki.